Wewe uenda kanisa? Jumapili. Kwa hivyo wewe ni Mkristo? Unajuaje? Kwa sababu umesema wewe uenda kanisa. Kaisi ndio. Majina yako kamili unaitwa nani? Mimi naitwa Alexander Josephat. Ulimeita Musrikon. Alexander Josephat. Alexander Josephat. Sawa, inua hii Biblia na useme haya maneno nyuma yangu. Wewe inua, mimi niseme. Wewe ndio uinue. Wewe ndio unainua, hii unaitwa kwa hapa. Mimi kwa hapa. Ile kwa hapa. Niliona wabunge wake hapa. Lakini wewe si kusoma, inua, rudia maneno nyuma yangu. Kurudia tu. Inua juu. Sawa. Mimi sema mimi Alexander Josephat. Mimi ndiye Alexander. Wewe ndio Alexander. Mimi ni Alexander Josephat. Na hapa ya kwamba maneno ambayo nitasema mbele ya koti hii, rudia haya maneno. Maana mimi? Maana nitasema koti hii. Ni ukweli. Ndio. Wewe ndio unasema ni ukweli. Kweli kabisa. Basi ni kweli. Wewe mzee. Sema vile unaambiwa. Sema vile unaambiwa. Bila kufikiria. Usifikirie, sema vile unaambiwa. Anasema ni kweli na ni kama si kweli vile anaiweka. Wewe utakuwa useme. Hapa kudanganya. Mimi sikudanganya. Sawa, endelea. Kweli kabisa. Ni kweli kabisa. Sikuniuliza, unasema. Nimesema ni kweli kabisa. Mungu nisaidie. Mungu nisalamie. Nisaidie. Sawa. Ete. Hii maneno kama mtu amekuja kusema ukweli, hapana kuja tena kuchunguza zaidi. Ni utaratibu wa mahakama. Kuhoji. Ukienda kotini mzee, ngoja mzee. Utaratibu wa mahakama. Ukienda kotini unaapishwa kama wewe ni wa dini, una dini, kama ni Muislamu, kama wewe ni Mkristo. Na kama huna dini, unainua mkono juu. Kwani mna suspect? Hakuna kususpect. Mimi nikitoka nyumbani najua nitakuja kusema utaratibu wa mahakama. Utaratibu wa mahakama. Niko taratibu tu, ni kitu ya kawaida. Imewekwa. Majina kamili unaitwa nani? Si nimesema? Mzee. Niambie sasa wewe. Majina kamili. Mzee watana kitabu. Mzee watana kitabu, kaa hapo. Wewe utaki kitabu? Niseme tu. Mbona unatusumbua? Majina kuja sasa na wako na mpango yake, lakini hataki kitabu, sio? Sitaki kitabu. Tuseme tu vili. Majina yako kamili unaitwa nani? Naitwa Alexander Josephat. Ulimidi Musrikon. Bwana Alexander Josephat. Na hapa ya kompa. Ngoja mzee Utasema utaki ya kitabu, tuseme kafu. Mzee, wachana hiyo maneno. Sikiza vile nakwambia. Nakwambia mzee, uweza mahakama. Katika ujenzi wa taifa unafanya kazi gani? Kujenga taifa, mimi sijenga taifa. Hii kitu bwana. Kujenga taifa, wewe sijenga taifa, mimi najenga kwangu. Juzi nimejenga ya nyumba ya. Nakwambia katika shughuli za maisha. Unafanya kazi. Kufanya ni kazi na hata nalipa wafanyikazi, niko wafanyikazi. Unafanya kazi gani? Kwa nalipa mpote, njoroke na ingine. Unafanya kazi gani mzee? Mimi niko na wholesale. Kuna? Wholesale na usa kila kitu. Hata siku hizi nimefungua ufate ya nimeanza ku import gari. Nilileta 4. Gari 4 na 2 imeenda. Kwa hivyo ni mfanyabiashara. Nimeanza kuona inaleta kwa sababu watu wananunua gari sana. Wewe ni mfanyabiashara. Mimi na unaishi wapi? Samani mimi karibu Keren. Karibu Keren. Wapi hapo? Karibu Keren Adi. Ukipita hiyo barabara ni kama inataka kwenda Bomas na haitaki kwenda, inafunjika hiyo mkono inaenda Adi. Hadi inaitwa Hadi, hapana Hadi. Karibu cooperative college. Karibu cooperative college. Wewe unajua hapo? Najua ndio. Wewe si afford chamba hapo. Unafikiri si mali yako, unahitaji nauza ng'ombe. Na nunua hapo. Sawa. Ukisema nakaa hapo. Hapo ndio niko na majirani wakubwa. Na mnamo tarehe 6 mzee, elezea mahakama. Wewe mwezi jana ulikuwa wapi saa za asubuhi? Mwendo wa saa 5 za asubuhi. Tarehe ngapi? Tarehe 6 mwezi jana. Nilikuwa Juma ngapi? Mzee nakuuliza nilikuwa Juma ngoja. Nilikuwa Jumanne. Elezea itokea kitu gani? Nilikuwa Jumanne. Mzee wewe ndio unakumbuka tarehe 6? Nakumbuka vizuri sana. Ndio. Sisi imeenda iko jirani yangu naitwa Onjek. Hapo Hadi. Ndio. Kwa jirani yangu naitwa ndugu yake ni mkubwa yake kidogo na huatana kwa mwaka. Ndio. Naitwa Wachola. Ati? Wachola. Wachola nimekufa. Alikuwa amekufa? Amekufa.
Na sasa sisi imejua imeenda katika mimi chairman ya hiyo komiti ya kufanga mazishi ya Ocholla. Sasa sisi imekutana imeona vizuri. Sasa tukaanza mpango, ikasemekana wasee fulani wondie mimi na wengine anaitwa Kashoka na wengine anaitwa taiko mtu msungu wengine anaingia kwa komiti yetu. Sisi na kwa na msungu jirani. Na kuata na semekana sisi iende kwa Nairobi mortuary iende uchunguze mwili ya Ocholla, kumbe na kwanga hivyo kuona kama ni msuri, alafu sasa patia hawa nguo ya kuvalisha, kwa sababu ile na alikuwa anapelekwa wapi Ocholla? Anapeleka reserve huko mcho unali Kasipul Kapondo kwa Rachonyo karibu na hii nyanya ya Obama. Sasa pande hiyo ndio umeenda? Ndio najua huko. Okay ulikuwa uja, lakini huko umekufa siku ya kuenda kupeleka kuona Ocholla. Sisi imeenda na Ondiek ndugu yake. Ndio sisi imenafika hiyo mochari imeenda, nasema jina yake, basi naonyeshwa kuja hapa, natoa na ni kama naingiza kabati. Ndio kabati natoa. Sasa Ocholla anakuja, kichwa ndio anakuja mbele, nikuja basi nilale hapo. Nimeona maajabu gani mzee? Nikaona uso ni Ocholla, kwa sababu mnajua yeye. Nikaangalia vizuri, nikaona ni Ocholla, kufuata nikakuta ana dalili. Ukiona kabisa hakuna dalili mzee, sura tu unamaanisha nini? Unamaanisha kitu gani? Sasa ile mimi nimeona Ocholla ana dalili yake. Dalili nini mzee? Elezea koti iwezi kujua. Umeona Ocholla uso, ukaona hana dalili. Unamaanisha kitu gani? Dalili yake haiko. Dalili ni nini mzee? Tuseme nini? Tuseme human right yake haiko. Sasa ile nimeona hivyo, mimi nikashika yangu. Mzee. Yaani ni kesi. Unajua unaenda hapo na sijazoea. Unaenda hapo. Wewe ongea taratibu uweze kusaidia hii mahakama. Unasema human rights. Human rights, na hata nikashika Ondiek nikaita yeye nikauliza hii ni Ocholla ama ni bibi yake? Kwa sababu mzee MT kama MT sema vizuri, ulikuta Ocholla hana nini? Nakuta Ocholla ni flat tumbo ama wapi mzee? Si tumbo. Nini? Teramuka kidogo. Na ndio nilikuwa na hii kesi na naona itani affect hii kesi. Affect sana. Mzee tusaidie mahakama. Huyu umeona Ocholla hana nini? Hana nini? Sehemu kinyeti yake haiko. Ilikuwa imefanya nini? Ilikuwa imefanya nini? Inafyekwa. Na anachonwa. Just imagine. Hata akienda mahali alitoka mbinguni ataenda kuitwa Mrs. Ocholla ama Mr. Ocholla. Wewe angalia, hata sasa mimi nikienda tuseme mahali nitaitwa Mr. Alexander ama Mrs. Alexander. Sasa hiyo ndio wanashindwa. Mimi kuona hivyo hata kupinduka, unajua Ondiek alikuwa ameona. Kutoka mbio mturu na natoka nje. Sasa tunaenda na shikilia yetu, kila mtu anashika yake. Sasa ndio nikaeleza Ondiek, tafadhali turudi kwa sababu tuulize, kwa sababu si ikitoroka tutajua aje. Sasa sisi narudi pole mpaka ndani. Mimi sijaona hivyo. Ulikuwa watu gani wewe na Ondiek? Unajua tulikuwa watu mingi, sasa nasaidiana. Iko ile wanaogopi kama mzee anaitwa Kashoka, hiyo gopi nasema wapi ikitoa hiyo hapo kitu leta wakati wapi hiyo dini yake hiyo brugo. Sasa Kashoka anasimama ni kama ni yake. Wapi brugo? Bana kashitwa kwani inaitangwa brugo. Na kumbe sasa hii kitu iko na jina mingi. Brunko, sidi, machini. Wapi machini? Sasa hii watu unapeleka haya pia nashika ile mtu alikuwa anatoa. Nashika na kupingilia hapa wapi? Sasa Kashoka anasaidia sisi. Basi vita polisi. Basi sasa mimi siku nasema tu, lakini nilikuwa tayari kwa sababu vile nimeona. Hata polisi nikuja na hoji mtu nasema si yeye ilikuwa, kumbe yuko mtu ya usiku. Mtu ya usiku naitwa. Nikuja sasa polisi najua vile iliuliza pole mpaka anasema yenyewe sisi natoa. Hiyo mtu tangu sasa ile mimi ameona etake kukaribia. Kwa sababu kama anakata, labda hujui anakata na macho, hujui anakata anaweza kuangalia uanguke chini. Sasa na hii kitu sifikiri inaweza rudisha. Huwezi chomelea. Mzee,
Huyo mtu ambaye alishikwa, wale ambao walishikwa wako wapi? Ndio ile na katakatanga ni na ile ilipatikana kwa watu. Ile na banka ni sasa mbili kampuni pamoja. Ni tumeshika ushahidi. Wewe mshtakiwa kwanza unaswali kwa shahidi? Nina swali. Kwa nini unaleta mambo ya urongo ama mambo ya kielele wewe mwenyewe ambao hujui kama ya Otora ilitolewa na hata uthibitishi? Kwa nini unakuja kusema mambo ya urongo? Mbele ya koti. Mimi hata bado mimi uliza swali wewe hapo. Ndio na mimi ile watu wenyewe nataka uliza wewe ila kachoka wewe polisi nakuja na uliza wewe mpaka naeleza. Mimi sijauliza wewe. Wewe mwenyewe ndio naeleza mahali natoanga napeleka. Lakini unajua utanipata huko ndugu yangu. You will get me there. Wapi? Pole, yes. Mochari. Utanipata tu huko mheshimiwa. Unafikiria utarudi? Sikuji tena huko, sikuji. Utakuja tu. Ochola amekufa. Sikuji. Siku yako inakuja. Wewe ongea tu urongo tu. Wewe ndio utakufa. Wewe hautakufa. Anasema anamaanisha aje? Anasema ukifa utamkuta. Nani? Nikikufa sieti hapo. Sieti hapo. Swali? Sio niko na swali. Uliza. Ochola akizikwa nayo ama asizikwe nayo, utafaidika na nini? Koti. Hakuna. Basi. Toka hapo, toka uende. Tuna shahidi mwingine? Mheshimiwa mashahidi. Na kuna wasiwasi mzee. Kwa nini mzee? Patia mimi security. Unajua watu, waje nikueleze hii watu wakisema hivyo wanaweza fanya. Wako hapo mbele ya mahakama mzee. Kwa hivyo usio na wasiwasi. Mtanyoka hawa. Wewe toka uende mzee. Mzee. Tafadhali patia mimi usikari moja. Mzee hakuna wasiwasi kaa hapo nje. Hapo. Ningoje utanipeleka nyumbani. Utafuta ndani, tafuta ya chuma na upigilie kifuli. Unasikia hiyo? Mheshimiwa mashahidi wa upande wa mashtaka wamekwisha lobaki na uamuzi wa mahakama. Nyinyi washtakiwa? Mheshimiwa. Koti ilionelea mna kesi ya kujibu kulingana na ushahidi. Kwa hivyo karani wa koti hebu waulize watajitetea wakiwa wapi. Hao wanaonekana ni watu wajeuri hao. Sisi mheshimiwa. Washtakiwa, umefika watu wengi wa kujitetea. Na kunazo jinsi tatu za kujitetea. Yes. Jinsi ya kwanza, mkuu upande ule wa mashahidi, mtaapishwa kuulizwa maswali na koti au kiongozi wa mashtaka. Nao jinsi ya pili, mkiwa hapa mlipo, hamtaapishwa na hamtaulizwa maswali. Mtajitetea na mkiwa na mashahidi, mnaweza waita. Nao jinsi ya tatu na ndio ya mwisho, mnaweza amua kunyamaza kimya, ngoje uamuzi wa koti. James takuwa kwanza utajitoa kwa wapi? Nitajitetea tu hapa. Uko na mashahidi? Sina mashahidi. Takuwa pili utajitoa kwa wapi? Unaacha kunyamaza kimya, nitajitetea hapa. Uko na mashahidi? Sina. Wewe mshtakiwa kwanza majina yote kamili na unafanya kazi wapi na unaishi wapi? Kulita liange bananga ngari Alphonse Makacha tatumakoa mheshimiwa. Ongea lugha ile nitaelewa, sitaki kupoteza wakati. Ndio hiyo nakwambia majina yangu mheshimiwa. Ni nani? Alphonse Makacha tatumakoa mheshimiwa. Endelea. Mimi naishi pande ya Songo. Songo. Huko ni wapi? Sonko. Ni wapi huko? Pande ya nini ya nini pande ya nini kuna itwango namna gani huko? Makatara mheshimiwa, Makatara Huko kuna mahali panaitwa hivi? Kuna mahali panaitwa hiyo jina unasema? Iko mheshimiwa. Nenda kujitetea. Sasa unaona tiku ile mheshimiwa tumia lugha ya Kiswahili. Okay sawa. Mheshimiwa, hiyo siku mimi nilikuwa kwa chuti mheshimiwa. Sasa wakati nilikuwa kwa chuti mheshimiwa, hata mimi nilishangaa sana mheshimiwa. Kutoa hiyo nini na mnaifi hiyo maiti mheshimiwa, nikaona hata hana hiyo kitu mheshimiwa. Na vile hakukuwa na hiyo kitu nikachua huyu si mwingine mheshimiwa, nilichoti ndio alikata hiyo kitu mheshimiwa. Sasa mheshimiwa, mimi kapiti nitoroke ndio nisikakue wasifanye nini? Wasiniwekelea ati mimi ndio nilikata mheshimiwa. Mimi nikatoka hiyo siku mheshimiwa. Lakini kusema ukweli na haki ya kweli kabisa, lichote nafanyanga hiyo business mheshimiwa. Sio vile unaitwa nani? Naitwa Topaya Salicho Tikokoto mheshimiwa. Asante na Mungu awalipe. Unaishi wapi? Mimi naishi Kariupangi. Unafanya kazi gani huko? Mimi ni chauffeur, I drive the jet. Wewe ndio wa Dar es Salaam funeral. Unaweza kujitetea? Sasa mheshimiwa, mimi kusema tu ukweli, ndio mimi nafanya kazi ya kudrive pale. Huyu mimi aliniambia tu wewe ni transportie tu. Yeye anakata kwa sababu mimi sina taaluma yoyote, sijui kukata na sijui kushona mwili ya mtu. Mheshimiwa, na mimi si vitu, hata siangaliangi inakuchanga ikiwa ndani ya paper pack. Mimi nampepea namtolea nje. Yeye anakuja mahali anapeleka mheshimiwa. Ananipea pesa yangu. So mheshimiwa huyu ndiye hata kusema tu kweli, hata sijui anasikatanga na nini. Unajua amekaa na maiti mpaka ni kama brothers, ni kama correlated. Ni kama kumwambia tu wewe nipe yako.
Anapiga mimi mheshimiwa ni kama tu. Kwa hivyo si mara ya kwanza kufanya hivyo. Si mara ya kwanza, kuna kati alileta sita. No, mheshimiwa, mimi na huyu nani anakaa amekufa mheshimiwa. Kiongozi wa mashtaka una jambo la kusema? Mheshimiwa, upande wa mashtaka umeleta mashahidi ambao walikuwa ni wane tumbo na vitu za Mungu. na wameweza kudhihirisha bila shaka kwamba washtakiwa wote wawili walishirikiana kufanya biashara ya kukata sehemu nyeti za maiti katika hospitali.